Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Miongoni mwa ripoti tulizokuwa nazo ni kwamba safari ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kuelekea nchini Marekani ilikuwa ya siri mno, na ni kutokana kulikuwa na hofu juu ya tishio la Iran, ikizingatiwa kwamba waziri mkuu huyo alikuwa ni moja kati ya watu waliotangazwa na Iran kwamba watalengwa. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amefanya safari yake siku ya Jumatatu kuelekea Washington, na inadaiwa kwamba safari hii ilikuwa na ulinzi mkali, lakini pia safari hii ilikuwa ya usiri mno kwa kile kinachotajwa kwamba ni kwa ajili ya kulinda maisha yake, kwani alishawekwa katika orodha ya wale watakaouawa katika kulipa kisasi kifo cha Ayatollah Al-Khamenei pamoja na makamanda wengine na watoto wa shule ya Minab waliouawa katika shambulizi la kwanza la Marekani na Israel mnamo Februari 28. Kwa mujibu wa chanzo cha habari cha N12, vikosi vya usalama vya Israel vilipendekeza ndege ya Netanyahu iondoke chini ya mazingira ya siri baada ya ripoti kuwa Iran inazidisha juhudi zake za kuwashambulia maafisa wa Israel na kwamba mpango ni kumlenga Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Kwa hivyo ndege ya Netanyahu iliondoka kutoka kituo cha anga cha Nevatim baada ya uwanja wa ndege wa Ben Gurion. Nyakati za kuwasili na kuondoka kwake hazikutangazwa mapema. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na Rais wa Marekani Donald Trump walikutana katika ikulu ya White House na kufanya mkutano unaonekana kwamba ulikuwa wa mafanikio, na mipango iliyojadiliwa ni katika kuhakikisha wanapambana zaidi katika kuishinda Iran. Kwa kuongezea, waandishi wa habari na waandishi wengine hawakuruhusiwa kuungana na Netanyahu kwenye safari yake ya ndege. Trump alikuwa na mkutano chanya na Netanyahu. Rais wa Marekani alisema wakati akimkaribisha Netanyahu siku ya jana Jumanne kujadili vita nchini Iran pamoja na kupanua mapatano ya Abraham kufuatia wito wa Trump kuitaka Saudi Arabia kurekebisha uhusiano na Israel. Ulikuwa ni mkutano mzuri sana na unaweza ukaona chemistry kati ya viongozi wawili, kwa maana Rais wa Marekani Donald Trump na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Chanzo kinachofahamu maelezo hayo kiliambia The Jerusalem Post. Hata hivyo, katika mkutano huu inadaiwa kwamba kulikuwa na mjadala mzito kuhusu namna ya kujilinda dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na namna ya kulikabili taifa hili ambalo kimsingi tangu nchi mbili kwa maana ya Marekani na Israel zilipoanza kuishambulia Iran kwa ushirikiano, hawakuweza kupata mafanikio makubwa katika kuhakikisha wanafanikiwa malengo yao. Miongoni mwa malengo ambayo Marekani na Israel waliyaweka ni pamoja na kuhakikisha wanauangusha utawala wa Iran, lakini utawala huo hadi sasa bado upo na unaendelea na shughuli kama kawaida, lakini pia mpango mwingine ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wanaifanya Iran isiwe na silaha za nyuklia, jambo ambalo bado pia halikufanikiwa. Hata hivyo, bado mipango ya kuondoa nyuklia nchini Iran inaendelea kushughulikiwa, lakini ni moja kati ya mambo ambayo yamejadiliwa katika mkutano kati ya Donald Trump na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini kinachojiri.